Hii ni episode ya 3 ya recap yetu. Tayari bidada J alikuwa amepokea ujumbe wa kutisha sana katika simu yake, na alipopata ujumbe huu aliogopa sana. Alitamani kuwahi kwenda kumwambia babake ukweli halisi, kwa sababu mtu aliyekuwa amemtumia huu ujumbe akasema kwamba nitamtumia babako kila kitu. Sasa ni kitu gani ambacho atamtumia babake kila kitu? Bidada akawa na hofu sana, na siku ya kesho yake bidada J akamfuata babake katika mawindo. Huyu babake bana ni mwenyekiti wa kampuni kubwa sana hapa Korea, na ghafla wakati mzee Yuni anaendelea kumfundisha binti yake namna ya kuenda, simu yake ikawa inaita, akabidi kuipokea. Alipokuwa ameipokea akamtazama binti yake kwa hasira sana. Alafu katika sekunde za kuhesabu tu mzee akanyanyua bunduki yake akamwekea bidada usoni, akamwambia nilikukataza kuwa kama mama yako. Sasa kumbe ilikuwa ni mawazo tu ya bidada kwamba mzee wake atapokea simu afu itakopo hivi, na kumbe ile simu iliyokuwa imepigwa kwa mzee Yuni ilikuwa ni simu ya ofisini tu, na alikuwa anaitwa kwa sababu kuna kizarura kidogo, kwa akawa naaga na kusema kwamba mimi naelekea katika mambo yangu mengine ya kiofisi, naomba muendelee kuin. Kesho yake tena tukirudi huku shuleni, Mwamba Kangha alikuwa katika chumba cha makabati. Sasa wakati huo Mwamba akawa ameingia Ian. Nakumbuka kwamba jamaa akiingia wanafunzi wote wanatakiwa kutawanyika. Kila mwanafunzi alitawanyika ndani hicho chumba cha makabati, lakini Mwamba Kangha peke yake ndio alikuwa ameweza kubakia. Na hata Ian hakuwa na habari na yeye, akawa anabadilishana na mtu madawa ya kulevya mbele ya Mwamba Kangha. Na hii kitu alichokuwa nakiona kikawa kinamkumbusha matukio ambayo yalipitaga zamani kidogo. Kakake amewahi kumwambia mdogo wake kwamba katika shule aliyokuwa akisoma amewahi kuwa tricked kwa kuwekewa madawa ya kulevya. Sasa Kangha alikuwa hamwamini kabisa kakake, akasema wanafunzi hawezi kumiliki madawa ya kulevya. Leo ndo kwa macho yake ameweza kuona wanafunzi wanafanya biashara ya madawa ya kulevya hapa shuleni. Kwanza kabisa Mwamba Kangha alijisikia vibaya kwa kutokumwamini kakake aliyetangulia mbele za haki. Kimoyomoyo akawa naomba hata msamaha. Sasa Mwamba Kangha akamwambia Mwamba Ryan, akasema hamwezi mkaifanya shule kwa uchafu namna hii kufanyia biashara za madawa ya kulevya. Mimi nahakikisha kwamba naondoa huu mtindo na tabia yako unaoifanya. Mwamba Ryan alimwambia Kangha, hebu jaribu kufanya hicho kitu alafu utagundua siku hiyo kwamba mimi ndio sheria yenyewe. Jamaa akiwa anarudi nyumbani alishika bracelet ambayo kakake alimwachia na aliapa kuja kulipa kisasi. Lazima alipe kisasi hiyo. Sasa kesho yake wanafunzi wote waliokuja kwa scholarship hapa shuleni wakawa wanajaribu kujadili ni kwa namna gani watamfundisha Mwamba Kangha adabu, kwa sababu huyu atasababishia matatizo mpaka wao. Kwa hiyo wakawa wanaandaa mtego na namna ambavyo atakwenda kumkamata jamaa na kumdunda sana, ikiwezekana apotee kabisa katika hii mitaa ya shule. Lakini rais wa shule wakati anapita katika mitaa hii, si ndio akasikia huu mjadala bana, moja kwa moja akaelekea katika ofisi ya mkuu wa shule na akasema bana, kuna mchakato na mipango ya kuweza kumshambulia Mwamba Kang. Lakini mama yake alijua madhara ya mwanafunzi yote kujiingiza katika mambo ya wengine, akamwambia mwanangu, wala usifuatilie hayo maswala na kuomba dili na mambo yako tu. Lakini dogo akafunguka akasema, wajibu wangu kama rais wa shule ni pamoja na kuripoti mambo yote ambayo naona na utofauti ama tatalisha usalama wa mtu yoyote hapa shuleni. Kwa hiyo siko tayari kuachia jambo hili. Alafu dogo mtu akafunguka akisema kwamba hivi mama, umesahau kwamba hata kaka yake na huyo Kangha alipatia matatizo hapa shuleni na jambo lake umelifunikia, hutaki kabisa kuliumbua. Lakini mama mtu akajifanya hajaelewa kabisa nini ambacho mtoto wake anazungumza, akamwambia hebu toka hapa, nenda darasani. Hasa Mwamba Kangha akaenda kuripoti kwa mwalimu kwamba ana wasiwasi na kabati la Mwamba Ryan huenda lina madawa ya kulevya na ana uhakika huo. Lakini mwalimu akasema ni makosa kufungua kabati la mwanafunzi yeyote yule hapa shule. Ila Mwamba Kang akasema, mwalimu, hivi unajua kwamba unafunikia maovu unajua kabisa kwamba Mwamba anafanya madawa ya kulevya na bado umekaa kimya na hautaki kabisa kuripoti, si ndio? Lakini mwalimu akamwambia bwana Kang kwamba unatakiwa kujua mipaka yako na uheshimu maamuzi na siri za watu wengine. Lakini Mwamba akasema, naheshimu kila kitu lakini siwezi nikawa mbwa wa matajiri. Mwalimu alimaindi sana. Kwa lugha nyepesi ni kama Kang alikuwa anamtukana kwa kusema kwamba mwalimu ni mbwa wa matajiri kwa sababu anafunikia maovu ya watoto wote wa matajiri. Na Mwamba Kang akamtishia mwalimu akisema kwamba kama usiposhirikiana na mimi kwenda kufungua hilo loka la huyu jamaa, basi nakuhakikishia kwamba siku ya kesho nitaita waandishi wa habari na kueleza kwamba ndani ya Joshini School kuna madawa ya kulevya. Mwalimu alivyosikia hivyo haraka sana akamwambia, haya twende sasa tukakague hayo madawa ya kulevya kama yapo. Hasa walipofika katika loka ya Mwamba hawakuamini macho yao. Kumbe ndani kulikuwa hata hakuna madawa ya kulevya. Vilikuwa tu vidonge vya kuweza kuondoa mawazo. Na mwalimu akasema, hivi ni vidonge vya kuondoa mawazo tu. Na ni kweli Mwamba alipotazama aligundua kabisa kweli hivi ni vidonge tu. Basi bana akajikuta kidogo limemshuka hilo, mwalimu akawa ameondoka. Hasa bidada J alikutana na bidada Hera na akamwambia kwamba naomba unitafutie haka mwenye uwezo wa kuingilia mawasiliano na kugundua kama message imetumwa na mtu. Sasa aniambie huyo mtu aliyetuma ni nani. Hasa bidada Hera akawa anauliza, sasa kwa nini unataka kupeleleza na kutaka kujua huyo mtu ni nani? Hasa bidada J akawa anasema kwamba mwaka jana mwezi wa 7 hivi kuna mtu mmoja alikuwa mpataga ajali na ikapelekea kifo chake. Hiyo ajali ilitokea katika usiku wa sherehe ya birthday, pindi ambapo tulikuwa tumeenda katika
nyumba ya mwamba ujini, kama unakumbuka kipindi kile. Na bidada Jay akawa anasema nimetumiwa picha na video za tukio lote lile lilikuwa limeendelea kipindi kile, na nimekumbushwa kwamba unakumbuka mwezi wa 7 mwaka jana. Sasa sielewi kwa nini huyu mtu amenitumia message kama hiyo. Sasa bidada Hera wakati anaendelea naye kukumbuka ile tukio la mwezi wa 7 lilivyokuwa, akawa anakumbuka kuna tukio la ajabu sana lilifanya na mwamba Ryan. Kumbe alikuwa anachepuka na Ryan siku hiyo hiyo. Sasa alishtuka sana aliposikia kwamba kuna mtu eti ana video za tukio nzima. Sasa hilo tukio nzima isije ikawa na mwenyewe alirekodiwa akiwa na mwamba Ryan. Basi haraka sana bidada Hera akamtafuta mtaalamu wa IT kutokea PVP Media Max ili aweze kudukua na kugundua ni nani aliyeweza kutuma ule ujumbe kwa bidada Jay. Sasa siku ya kesho yake hapa shuleni bana, kulikuwa kuna masherehe fulani hivi, yani siku kama ya mapumziko hivi, kwa wanafunzi wanaelekea katika maeneo fulani hivi ya kula bata kidogo. Tuliokuja kusoma Joshini School kwa scholarship, basi tunapanda basi letu hilo, japokuwa ni la kifahari, lakini hawa waliokuja na mawe yao, yani pesa zao kama zote, basi walikuwa wamepanda magari ya kifahari, magari yao binafsi. Lakini ile timu ya madoni ya matajiri ya watu wanne, wao walichukua helikopta moja kwa moja mpaka katika maeneo ya michezo. Na hata hii michezo ilitofautiana kidogo, kwani waliokuwa wanacheza gofu ni watoto wa kitajiri pekee, alafu hawa ambao utajiri wao ni wakati tu waliendelea kuogelea katika maeneo ya swimming pool. Na wenzangu na mimi sasa, kuna kilima kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili ya kukomaza vigimbi. Bwana wewe, watoto wote wa maskini walikuwa wanapanda milima. Na kulikuwa kuna kamjadala fulani hivi kwamba leo kutakuwa kuna mashindano, kwa wanafunzi wakawa wanayazungumzia mashindano namna ambavyo yatakwenda kuwa. Na hapa wakiwa katika maeneo haya ya michezo, pia watakwenda kuishi katika nyumba za huko maalum kabisa. Lakini rais wa shule wakati anamkabidhi mwamba Kangha nyumba ambayo atakwenda kuishi katika maeneo haya ya makambi, basi alimwambia jamaa awe na tahadhari kubwa sana na awe makini sana. Na alimwambia kwamba usipende kujichanganya kwa watu wengine, na ikiwezekana uwege unajificha hata usionekane kama upo. Lakini huku upande wa pili, watoto wa kitajiri, watoto wa kike bidada Jay pamoja na Hela walikuwa wanajaribu kudiscuss juu ya mpango ule haka ambao alikuwa anamtafuta, na bidada Hela anasema kwamba amempata haka tayari. Bidada Jay akasema huyo haka awasaidie kupata namba ya mtu aliyeweza kutuma huo ujumbe, yeye anahitaji kuwasiliana naye. Sasa bidada Hela akaanza kuwa na wasiwasi kwamba kwa nini awasiliane na mtu aliyetuma ujumbe huo. Mimi nilijua kwamba lengo letu ni kumjua tu mtu huyo, kumbe nataka mawasiliano naye. Ni kwa nini na kwa nini anataka mawasiliano na huyo mtu? Baadaye kidogo, kama kawaida ya hawa matajiri, huwa wanakaga wanne tu, mwamba Ryan pamoja na bidada Jay, Eugene pamoja na bidada Hera. Lakini ile wanataka kuanza kupiga story tu, bidada Jay akaomba ruksa kujitenga kidogo, lakini mwamba Ryan akaanza kuuliza kwani una hasira na mimi? Lakini bidada akasema kila nikitazama sura yako napata kichefuchefu, natamani kutapika, kwa sababu nifikie katika hatua hiyo. Basi bidada akawa anaondoka. Mwamba Eugene akaenda kumfuata shemeji yake, shem nisubiri basi. Hasa kama kawaida kabidada Hera kanampendaga sana mwamba Ryan, kakaka mbaki naye hapa, ndo kakaanza kupiga naye story kwa furaha kabisa. Hasa bidada Hera akazidi kumwambia mwamba kwamba nimewahi kukwambia kuwa tafuta mwanamke mwingine umfanye bidada awe na wivu, naamini kabisa atakurudia na atakupenda sana tu. Lakini mwamba akasema haiwezekaniki, anamjua vyema bidada Jay, aweze akabadilisha maamuzi yake kisa yeye amepata mwanamke mwingine. Bidada Hera akasema ni kweli inaweza ikawa ni ngumu, lakini kama akigundua kwamba una date na rafiki yake, basi lazima atageuza maamuzi yake. Una maana gani? Namaanisha kwamba date na mimi, kwa sababu kama yeye alikuwa tayari kudate na mwamba Kangha japokuwa kwa siku moja tu na ulipata wivu, ndivyo ambavyo hata yeye mwenyewe ukidate na mtu mwingine tu atapata wivu. Huku upande wa pili bana, shuleni mwalimu akawa anamwagiza mwamba Kangha kwamba akanunue zile dawa za kuondoa stress kwa watoto wa matajiri. Akamwambia pesa hiyo hapo, hakikisha unanunua za kutosha nataka uzizoee ili siku nyingine usije ukasema ni madawa ya kulevya, kwa sababu ushindi wewe kuambia waandishi wa habari. Mwamba akasema sawa madam, nimekuelewa, inatosha kuniagiza kununua dawa za kuondoa stress basi mshikaji bana, bila mawazo yeye akachukua kabaisikeli kake mdogo huyo kwenda dukani kununua hizo dawa za kuondoa stress kwa watoto wa matajiri. Sasa wakati mwamba alikuwa anaelekea huko dukani, si akakutana na bidada Jay. Bidada Jay akaomba lift. Samani kaka, naomba lift, nataka na mwenyewe nikanunue fegi. Kwa bahati mbaya sana walikuwa wanapita jirani kabisa na bidada Hera alipokuwa ameketi na mwamba Ryan. Basi akawa anamwambia umeona sasa wawili hao wameshaanza kupendana, wewe umeshaanza kupata wivu. Ndivyo ambavyo na wewe ukipendana na mtu mwingine watakapokuwa wanapata wivu. Sasa wakati wanaelekea kidogo, bidada Jay alijisikia raha sana, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza katika maisha yake anapanda baisikeli, usafiri wa kimaskini namna hii. Lakini aligundua kwamba baisikeli ina upepo mzuri sana, lakini pia namna ambavyo anaweza kuyamudu mazingira, namna ambavyo anaenjoy mazingira, yani alijikuta anafurahia kidogo. Lakini hata kabla hawajafika mbali sana, mvua ikaanza kunyesha, wakajikuta tu anaweza kupozi kando kidogo hivyo, akaanza kupiga story hapo. Lakini wakati huu kuna kapapi fulani kakaka amekuja pale, kakajipukuta maji akamwagikia bidada Jay, akawa anacheka. Basi mwamba akawa anamuona kwa bana ya kwanza bidada anaweza kucheka yani, na akaongea tu kwamba dada unakopo mrembo sana ukitabasamu, kumbe wewe ni mzuri. Jamaa aliongea kawaida, lakini haya maneno yalipenya katika moyo wa bidada
sio poa, na alijikuta anajisikia amani ya moyo wake. Hapo jamaa akawa anashangaa, sijui kwa nini watoto wa kitajiri mna kila kitu lakini utabasamu muda wote umenuna tu. Lakini bidada Jehii akasema dunia na mengi na pesa sio kila kitu. Lakini mwamba Kang Ha akasema yeye anapitia mengi sana, lakini tabasamu alizibi kabisa. Pindi anapopata nafasi ya kutabasamu anatabasamu tu. Ila bidada alikuwa anaangalia hali ya hewa namna ambavyo inaenda, akagundua kwamba hii mvua hii sio mvua ya kukatika. Hizi ni mvua za Mbeya zile ambazo zikianza kunyesha hazikati kabisa. Na bidada akajitoa muhanga mdogo mdogo, akawa anarudi katika kempu. Sasa wakati anaendelea kurudi, mwamba kamuwai na akamfunika shati lake na wakaendelea kurudi taratibu wakiwa pamoja. Na mpaka ule muda wanafika katika kambi, basi waligundua kwamba tayari mvua ilikuwa imeshakata kabisa. Na bidada Jehii aliomba kwenda kuikausha shati ya mwamba ndo amrudishie. Jamaa akakubali. Wanafunzi wa kimasikini wanamsubiri Kang Ha aweze kurejea, kwani wanataka kumtembezea kichapo kizito, wamfundishe adabu ili aweze kuheshimu watoto wa kitajiri ili wasije wakaingia katika matatizo hata wao. Episodi ya 3 inakomea hapa na episodi ya 4 itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujiri. Nikukumbushe kwamba picha hii imezaminiwa na mtu ambaye utakwenda kugusa alama ya kusubscribe hapo chini. Utagundua kuna channel mbili zimeungana. Sasa ile channel ya chini ukiweza kuigusa alama ya kusubscribe ndio channel ya mtu aliyeweza kutuzamini picha hii mpaka imeweza kutoka. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kwenda kugusa alama ya kusubscribe katika channel yake, ndio inasababisha picha ziweze kutoka kwa haraka zaidi. Na ni rahisi sana kumtia moyo mtu aliyeweza kutuwezesha picha hii katoka. Unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe katika channel yangu hapo, moja kwa moja upande wa chini utaiona kuna channel imejitokeza. Utagusa alama ya kusubscribe hapo, utakuwa umemtia moyo. Na kwa kufanya hivyo basi picha hii tutaisogeza mpaka finali siku ya leo. Bwana we, hakikisha kwamba unakaa jirani na channel yako ukiwa umegusa alama ya kusubscribe.